Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Sasa hivi ni wakati ambao watu nafahamu dirisha linakaribia, kwa maana mambo yanazidi kuwa moto kwenye vilabu vyetu vya hapa nchini, kuhakikisha kila mmoja pale ambapo anaenda kuanza msimu mpya basi anakuwa amejidhatiti kuhakikisha anaenda kuanza vizuri. Na kwa upande wa Simba Sports Club, baada ya tetesi ya kusemekana kwamba goalkeeper Aisha Salum Manula kwanza sasa hivi kutokuwa na nafasi ndani ya kikosi, lakini taarifa zikisema kwamba tayari ameshabwaga manyanga ndani ya klabu hiyo, Simba imemfungia kazi Fofana. Sasa huyu anayeletwa hapa anakuja kuwa ni namba 1, anakuja kuwa mbadala, anakuja kuwa challenger, kitajulikana atakavyokuja. Lakini Simba muonyesha kuvutia zaidi na golikipa huyo wa klabu ya Al Hilal ambayo ipo nchini Sudan, na Fofana yeye yuko na umri wa miaka 21 tu. 21 tu, yani bado damu ya moto. Kijana huyu hapa Fofana ndani ya Simba Sports Club. Unajua kuna kitu kimoja, Simba hapo kwenye maboresho ya upande wa kikosi chao, si ndio? Ndio. Nadhani watu ambao mara nyingi wanafanya tathmini ya timu kwa msimu mzima ama kwa kila baada ya miezi mitatu, kuna namna ambavyo wanaona timu yao inapelea zaidi kuhakikisha kwamba wanaenda kuwa na timu bora msimu ujao. Nadhani wafanya tathmini wameona kwenye eneo la goalkeeping kama kuna kitu ambacho kinachopungua zaidi, especially licha ya kuwa na Pinpin Kamara ambaye amecheza kwa msimu huu na amepewa kipaumbele kwenye baadhi ya michuano mingi sana, kwa sababu Simba ya msimu kidogo imekuwa tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita kulikuwa kuna competition kati ya Ali Salim pamoja na Ayubu Lakredi. Salim tulikuwa tunamuona zaidi kwenye michuano ya kombe la FA, lakini Ayubu Lakredi mara nyingi tulikuwa tunamuona zaidi akitumika kwenye upande wa michuano ya kombe la ligi, kwa maana ligi ya NBC. Lakini kwa msimu huu imekuwa pia tofauti. Mechi nyingi tumemwona Musa Pinpin Kamara, na hata hao wanaoaminika pia wakipewa nafasi bado unaona wamekuwa na changamoto kubwa sana. Ukiangalia mechi ya mwisho ambayo Ali Salim amecheza dhidi ya Singida, angalia goli ambalo alikuja kufungwa goli la pili. Kwa kaliba golikipa ambaye anatakiwa kuwepo ndani ya kikosi cha Simba, ni aghalabu sana ukaona mistake kama hizo ambazo zikitokea. Kama ni kipa ambaye upo ndani ya kikosi cha Simba, unashindwa kuweza kureceive mpira, unashindwa control mpira, hauwezi ukaendelea kuweza kubakia ndani ya upande wa kikosi cha Simba Sports Club. Lakini inazungumzwa pia ama inatajwa kwamba uongozi upo kwenye tathmini pia ya mwisho kuhusiana na golikipa wao Musa Pinpin Kamara, kuona namna gani vipi wanaweza kumalizana naye, kwa sababu tukumbuke Kamara ameingia kama sehemu ya dakika za mwisho baada ya Ayubu Lakredi kuweza kufanyaje, kuweza kuumia. Chaguo lao la kwanza msimu huu alikuwa ni Ayubu baada ya kuwa na performance bora msimu uliopita, na haikuwa performance bora msimu uliopita. Nadhani Ayubu alikuja kuonyesha ile test ya Simba miezi mitatu ya mwisho kwamba bwana, nikizoea mazingira uhalisia wangu ndo huo hapa. Lakini bahati mbaya kama binadamu kaenda pre-season alivyokuja kuumia. Sasa Simba wakawa wamekosa option nyingine ya kufanyaje, ya kufanya. Ukiangalia wana Abeli, wana Ali Salim, wana Aisha Salum Manula pamoja na Ayubu Lakredi ambaye pia ndo ameumia, ndo golikipa namba 1. Kwa hiyo kwa wao ilikuwa ni ngumu kuweza kumamini nani Aisha Salum Manula moja kwa moja. Kwa hiyo waliona option pekee ni kuingia sokoni kwa ajili ya kwenda kutafuta mlinda mlango mwingine. Sasa Kamara aliingia dakika za jioni, na yeye pia alipewa mkataba wa msimu mmoja tu pekee ambao unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo uongozi ni kama vile umegawanyika. Wapo ambao wanao support Kamara endelee ndani ya timu, lakini wapo ambao wanaona kwamba kwa hicho ambacho tumekiona kwa upande wa Kamara basi kama vile inatosha, kwa sababu wameona baadhi ya mistake nyingi ambazo wao wanaamini kwamba ziliwagharimu kwa namna moja ama nyingine. Leo hii Simba ili kuchukua ubingwa itawahitaji kwenda kucheza mechi yao ya mwisho dhidi ya Young Africans.
Vipi kwenye mechi dhidi ya Coastal Union kama Simba wangeshinda pale KMC? Ina maana leo tulikuwa tunazungumza shughuli nyingine kwamba Simba kwa Yanga pengine wangekuwa wanahitaji sare ama wangekuwa wanahitaji tu matokeo aina yote ile, washinda ama watoke sare ili wao kuweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo ukiangalia kuna baadhi ya mechi nyingi ambazo zilikuwa zina mistake. Ukiachana na mechi dhidi ya Coastal Union, rejea kwenye mechi dhidi ya Fountain. Simba anaongoza goli 1-0. Baada ya Kichasambi anarudisha mpira, Simba wanaenda kujifunga, mwisho wa siku ngoma inamalizika kwa sare. Kuna alama 4 ambazo Simba wamezipoteza. Ukiangalia ilikuwa ni mistake ya nani? Musa Pinpin Kamara. Rejea pia mechi 2 za michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kuna namna wanamuona kama vile Kamara anapelea zaidi golini. Wanataka kusema huu ni uamuzi bora kabisa Simba ambao wanaweza kufanya kwa kumaliza Fofana. Kwa klasi ya Fofana ambayo tumeiona, naamini improvement kubwa ambayo inaweza ikafanyika kwenye eneo la goalkeeping. Okay. Yeah. Sawa. Ray. Naam. Fofana huyu hapa. Ukiwekewa Fofana na Kamara. Fofana. Ndugu, ndo hata sijamaliza kuongea. Hataki kumaliza kuongea. Usajili is all about improvement. It's all about wewe kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Ndio maana ya disha ya usajili. Unapata wasaa wewe kuweza kuboresha pale ambapo unahisi kulikuwa kuna links ama ulikuwa unavuja. Kuelekea mwishoni kwa msimu, Musa Kamara amekuwa na lot of questions kuliko majibu performance zake. Lakini pia ukiachana na performance, ameonekana ni mtu ambaye ana temper. Kama unakumbuka mechi ya mwisho tuliona finali iliyofanyika visiwani Zanzibar, alishikana mashati kabisa na Fabrice Ruamba Ngoma, na kinachosemekana alichofanya washikane mashati ni ile pasi ambayo alikuwa anajaribu kuipiga yeye akiwa hayupo golini. Musa Kamara ping akiwa anajaribu kurejesha mpira katikati ambako kulikuwa ni karibu na mshambuliaji wa RS Berkane. Ngoma kutokana na experience na exposure aliyokuwa nayo alijaribu kumcomfort kwamba okay, hakutakiwa kufanya vile, na ndio pale ikawa heated, wakaanza kurushiana maneno na kushikana mwilini. Sasa golikipa unapokuwa umefanya mistake, unaambiwa na mtu ambaye ana experience kuliko wewe, ambaye ameshacheza michuano mingi kuliko wewe, unatakiwa usikilize. Lakini pia ukiachana na hiyo, goli alilofungwa kule nje wakiwa Morocco, it's a mistake of Musa Kamara ping. Watu wengi watataka kusema Fabrice Kagoma itakiwa kuwa press resistant, lakini kuna aina ya pasi ukimpigia mtu ambaye tunajua sisi mpira wetu ambao tunakuja kujifunzia ukubwani Justa. Yaani lazima itakuchukua sekunde 2 au 3 wewe kuweza kucontrol mpira na kupeka katika eneo sahihi. Musa Kamara ping alipiga kama shoot ambayo ilimchukua sekunde 2 mpaka 3 Kagoma kuweka under control. Anajaribu kufanya hivyo, watu wamfanya pressing, wameenda kufunga. Juma kazunguzia magoli ya Coastal Union hapa ambayo alifungwa, na magoli mengine ambayo tumeona akiconcede kwenye huu msimu. Yaani kama Simba wataachana naye haitoshtua. Yaani mchezaji ambaye kama Simba wataachana naye haitoshtua, na inatajwa Fofana ambaye regardless kwamba wanashiriki ligi ambayo haipo nchini kwao kutokana na vita ambazo zinaelekea kule nchini Sudan, lakini bado amekuwa na consistency, amekuwa na performance nzuri, anacheza kwenye mechi kubwa, anaitwa timu ya taifa Ivory Coast under 21 amecheza. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa kwenye basics za football, lakini pia ana ubora mkubwa sana. Kama wanaozungumza kuhusu mafootwork, unajua sasa hivi tumemea kwenye goalkeeper mafootwork, sio tena save. Footwork ipo ya kutosha, save ipo ya kutosha, miaka 21. Tena unampata for free. Yaani mkataba wake unaisha huu msimu. Yaani msimu huu ukitamatika, wewe unaenda kumpata. Nafikiri to be a big bonus kwa klabu ya Simba, tofauti na Musa Kamara ping. Kumpata mchezaji wa daraja la Fofana for free. Yaani wewe unahusika tu na kumlipa yeye kama yeye, hamna klabu ambayo. Kwa nini hilo wanachana naye? Kama ni goalkeeper wa namna hiyo. Achane naye, mkataba umeisha. Of course sasa mkataba umeisha, si unaongezwa? Ndio wanajaribu kuongeza. Wao nafikiri wao ndio wamemwachia. Na wenyewe wanajaribu kuongeza, lakini mchezaji kuna muda unaweza kumuuzia tu, okay, mimi nitakupa ligi ambayo utakuwa na uhakika wa kucheza na kumaliza ligi. Je, uko tayari kwenda kucheza ligi ya nchi nyingine? Leo mnacheza ligi ya Botswana, kesho mtaenda Malawi, kesho kutwa mtaenda Pemba. Je, unapata maandalizi sahihi ama platform sahihi ya wewe kuweza kufanya vizuri? Unaweza kumuuzia hicho kitu na akakubali. Sasa kinachokuja kukamatana ni pesa. Ni kama vile nani? Mohamed Mustafa, si ndio? Ukiangalia Almerehe pamoja na Azam FC. Almerehe ni kubwa sana kuliko Azam FC, lakini
mchezaji ameona yale mahangaiko ya timu, kwa sababu Sudani kuna machafuko mpaka leo. Kwa hiyo leo anaweza akaomba hapa, na hata ukiangalia msimu uliopita walijaribu kuweza kuattempt pia kwenye upande wa ligi ya Tanzania, japo tuliwakatalia. Sasa wachezaji mara nyingi huwa hawapendi mazingira kama hayo. Msimu huu mnabadilisha mazingira kwenye taifa hili. Kesho mpo huku, kesho mpo huku. Kwa hiyo na yeye mwenyewe pia anahitaji kukaa sehemu ambapo anaweza akatulia zaidi. Inasemekana kocha wake pia anaweza kaondoka, Florent Bengi. Sio anaweza. Bengi anaondoka. Kwa hiyo baba ameiacha familia, ndo hapo nakuta mtoto amengangania kochi, huyu kangangania TV, huyu anataka kuuza nyumba. Kwa hiyo inawezekana, yani kama Simba kweli wanamhitaji huyo golikipa, wako kwenye pole position ya kuhakikisha wanamsajili. Ni wao tu washindwe kukubaliana naye maslahi binafsi, lakini in terms of ushawishi wanao, mazingira mazuri wanayo, na akiamua kuweka pesa anampa asilimia kubwa ya kufika na kuperform. Justa aliwahi sajiliwa Angel Di Maria Manchester United akiwa at his very peak na kwenda kuperform katika levels ambazo ziko watu waliamini anaweza kuperform. Yaani usajili ni gambo. Lakini kwenye gambo natakiwa ugambo kwa mtu ambaye una asilimia kubwa zaidi kwamba atafanya vizuri. Of course mimi naamini kama Simba wana take risk ya kumwachilia pia Kamara. Alafu unamuingiza golikipa mpya, uone kama hapo. Kwani Kamara kati anakuja Simba kuchukua risk? Walichukua, lakini okay, kwa sababu ile ilifanikiwa, unatakiwa urudie tena. Sasa kama ingekuwa hivyo Justa, basi watu wangekuwa wasajili. Yaani kama uogope kufanya risk ya usajili kwa sababu una uhakika unahisi kwamba inaweza ikafeli. Eneo la goalkeeping Ray sio yani sijui nisemeje, lakini sio rahisi kiasi hicho. Mara yako ya mwisho unakumbuka hivi vilabu vikubwa vilipomsajili mchezaji golikipa na akawa unga kabisa, unamkumbuka ni golikipa gani? Kindoki. Miaka mingapi iliyopita? Kama 9. Ukitaka kusema magolikipa unga hakuna. Sio magolikipa unga hakuna. Yaani goalkeeping ni ngumu sana kumwambia mtu eti huyu anahitaji misimu miwili ndio aweze kujicompose. Yaani ni eneo ambalo it's you. Okay. Lakini kwenye timu hivi, kwenye kukimbia, yani kwenye kucheza ndani kuna a lot of question marks kuliko goalkeeper. Goalkeeper ni rahisi zaidi kuseto kwenye timu kuliko mchezaji wa ndani, kuliko kiungo, kuliko beki, kuliko mshambuliaji.